wala hata sitaki. Siwezi, yani nakwambia hata itokeje sitakubali. Yani sitakubali kabisa yani. Kwa yale ambayo mimi niliyopitia, wewe, siwezi kabisa nikakubali mwanangu ikawa naye kama hivyo. Yani unajua nikwambie, kuna vitu ambavyo kila nikikaa nikivikumbuka ninaona bora nisingezaliwa. Kwanza mazingira yangu mimi niliyokuwa nimekulia. Alafu mimi unajua nilikuwa, kwa sababu hiyo mimi niliolewa nikiwa mdogo bado. Nilikuwa na umri mdogo, nilikuwa sijaelewa mambo ni mambo gani yani. Kwa hivyo mimi kila nilichokuwa nikielezwa tu nilikuwa nikikubali. Hata kama kilikuwa kinaniuma kiasi gani. Kwa hivyo hapana kwa kweli. Mungu wangu aniepushe kabisa. Haya, ngoja tuone itakuwaje. Bwana, karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Karibu sana. Nikukaribishe katika channel hii katika simulizi mpya kabisa. Aisee, simulizi hii bwana, ninaamini kabisa kwamba utaipenda. Ni simulizi nzuri sana ambayo hata mimi msimuliaji wako ninaipenda kwa kweli. Japokuwa katika hali ya furaha hivi inaumiza moyo, lakini katika hali ya kusikiliza kiukweli ni kwamba inakuvutia na ina mienendo mizuri sana. Kwa hivyo bwana, mimi nikukaribisha sana katika channel hii na nikukumbushe sana kwa wale wageni katika channel hii, niwakumbushe kwamba wabonyeze neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii ili waweze kuwa na familia humu ndani, waweze kupata simulizi kila wakati. Lakini pia kwa wewe mwenyeji bwana, mimi nakupongeza kwa kuendelea kwa pamoja na sisi, unaendelea kuisupport makala simulizi na kushukuru sana. Sasa nisikupotezee muda sana. Karibu katika sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Hii simulizi bwana ni Mama Mkwe. Karibu twende pamoja. Rolesi alikuwa ni binti mwenye miaka 16 pekee. Alizaliwa na kukulia huko kijijini katika familia ambayo ilikuwa na baba na mama. Familia hii ni familia ambayo ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa inaishi katika maadili ya kidini. Yeye pamoja na wazazi wake walikuwa ni waumini wa Kikristo. Familia yao ni zile familia ambazo hakuna namna ambavyo unaweza kuepuka kuishi misingi ya Kikristo. Kwa hivyo kwa umri wake huu wa miaka 16 alikuwa ni mtu ambaye tayari ameshaiva katika mazingira ya kidini. Ni kweli alikuwa hajaanza kufanya maamuzi yake binafsi makubwa, lakini angalau katika misingi ile ya kidini alikuwa anafahamu tafsiri na maisha halisi ya Mkristo jinsi ambavyo anapaswa kuishi. Kitendo kile kilimfanya awe na hofu sana ya Mungu. Hakupenda kabisa michezo ya ajabu, michezo ambayo ingeweza kumweka mbali na uso wa Mungu. Hapo sasa Roles ndipo alipoamua kuishi maisha ya uchaji. Lakini pamoja na maisha yao ya uchaji wa Mungu, lakini bwana Roles familia yao haikuwa familia ambayo ilikuwa inamiliki fedha. Ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa inaishi maisha duni kabisa. Na hapo sasa katika mazingira ambayo utafahamu mbeleni, Roles alitoka kule kijijini na hivyo kuletwa mjini kuwa kama mke, akiwa ameozeshwa kwa kijana mmoja alifahamika kama Japhet Malele. Na hapo sasa ndipo ambapo mazingira yote yalipoanza kubadilika na kumfanya mwanadada Roles kuwa na simulizi ambayo ilikuwa ni ya kuvutia sana. Simulizi ambayo inamfanya yeye aikumbuke siku zote za maisha yake. Hapa bwana, kwa kijana huyu Malele, Japhet Malele, alikuwa ni kijana ambaye na yeye alikuwa amekuzwa katika familia ya single mother. Mama yake alimlea akiwa peke yake. Hapakuwa na baba katika familia ambayo aliyokulia kijana Malele. Na kama unavyofahamu, kutokana na mazingira ya kukua kwa upande wa mzazi mmoja, kuna mambo ambayo pengine katika familia mara nyingi hupungua. Si upande tu wa kiuchumi, lakini hata katika maadili kuna wakati yanapungua.
Lakini kwa upande wa kijana Japhet Malele, mambo yalikuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu yeye alikuwa amejizatiti sana katika mazingira ya kumcha Mungu. Japokuwa mama yake alikuwa na mambo mengi sana ambayo yanafanya simulizi hii iwe na mvuto zaidi. Karibu sasa umsikilize mwanadada akiwa anaelezea mambo mengi sana kuhusiana na familia hii. Roles, binti mustaarabu sana. Mimi niliolewa nikiwa na miaka 16 tu. Niliolewa kwa sababu mimi nilikuwa nimekulia katika mazingira yale ya Kikristo. Ninaposema hivi unaweza usielewe sana, kwa sababu familia nyingi za Kikristo huwa watoto wao wanachelewa kuolewa. Tofauti sana na wenzetu wa Uislamu. Wenzetu wa Uislamu huwa kama mtu hayuko shule, na mara nyingine hata akiwa shule, wanapenda sana kuozesha mapema. Ninaweza nikasema wenzetu kwenye upande wa kuzuia dhambi ya uzinzi wanatuzidi mbali sana sisi wa Kristo. Sasa lakini kwa upande wa babangu na mama yangu mambo yalikuwa ni tofauti sana. Kwa sababu walifahamu kabisa kwamba hawana uwezo wa kuendeleza kwenye masuala mazima ya elimu. Wazazi wangu hawakupenda niendelee kubaki pale nyumbani. Lilikuwa ni tamanio lao kubwa sana kwamba mimi niweze kuolewa ili nikae kwenye mikono salama ya mume wangu. Na waliamini sana kwamba ninapokuwa kwa mume wangu itakuwa ni vigumu sana mimi kuendeleza masuala ya uzinzi. Japokuwa mimi nilikuwa sijapenda, au niseme nilikuwa sifahamu sana masuala ya familia. Lakini nilikuwa nimefunzwa kwenye mazingira ambayo mzazi akizungumza kitu huwezi ukakipinga. Na hapo ndipo ambapo sasa nilijikuta nikiwa naingia katika ndoa bila mimi kupenda sana, lakini kwa kuridhia tu maneno ambayo wazazi walioniambia. Bana, mapema kwanza nilipoambiwa sasa ndo rasmi sasa naolewa, kwa sababu mwanzoni zilianza kama tetesi, sikupenda. Lakini baada ya kufundwa sana nilikuja kuona kama ndoa ni kitu kizuri sana na mimi nikakifurahia. Wiki ile ambayo niliambiwa ndipo mimi ninachukuliwa sasa rasmi kwenda mjini, lakini naenda mjini kama mke wa mtu. Nilikuwa ni mna furaha kubwa sana. Kabla sijamfahamu hata huyo kijana mwenyewe, nilitamani sana 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 kumuona. Nilikuwa na shauku kubwa sana kutaka kumfahamu. Basi bwana, ikafika kama siku kadhaa hivi, kama siku 4 hivi kabla ya siku yenyewe ambapo mimi napaswa niolewe. Ndipo mwanaume mwenyewe ambaye aliyepaswa kunioa mimi ndipo alipotambulishwa kwangu. Alikuja pale nyumbani na akatambulishwa vizuri. Alipoulizwa kwamba alifahamuje, alisema ni kwamba yeye alipitia njia za kanisani kule. Kwa hiyo mzee wa kanisa ndiye alimueleza kwamba familia ile ilikuwa na binti ambaye alikuwa ni mustaarabu, anaweza kukaa na kuolewa na yeye. Alijieleza vizuri sana pale nyumbani, na hivyo sasa nikawa mimi nimemtambulishwa sasa. Nilifurahi kumuona mwanaume ambaye anakwenda kuwa mwanaume wa maisha yangu. Nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa nafahamu kabisa kwamba ninapoenda kuwa mke wa mtu, maana yake sasa ninakwenda kujitawala dhidi ya wazazi wangu. Mtu ambaye pekee nitakayekuwa na mheshimu ni mwanaume wangu. Yaani kwa maana kwamba nitakayekuwa namtia kinielekeza. Basi bwana, nilifurahi na tukapewa muda wa kwenda kuongea na yeye. Tukawa tumekubaliana vizuri, tukafurahi kabisa. Nilijikuta nikiwa nampenda pale pale. Kama unavyofahamu sisi wanawake tunahitaji kumpata mwanaume ambaye anatupenda. Habari ya anafananaje sio kitu sana. Lakini isitoshe hata hivyo, Japhet alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anajitahidi kuvaa vizuri na kupendeza. Kwa hiyo hapakuwa na sababu yoyote ya mimi kufanya kwamba nisimpende au nisivutiwe na yeye. Basi ilifika siku ambapo mimi sasa nilikuwa ninapaswa mimi niweze kuruhusiwa nifunguliwe pale nyumbani kwetu. Masuala mengine ya mahari na nini na kila kitu walikuwa wanajua wazazi wangu. Yalikuwa yameshalipwa kila kitu. Na hapo sasa ilikuwa ni siku ya Jumamosi ambayo ndio siku ilikuwa inapaswa mimi niweze kuruhusiwa kuondoka pale. Tamanio langu lilikuwa ni kubwa sana. Sikujua kama ndani ya ndoa kulikuwa na mambo mengine ambayo yanakuwa ni magumu sana.
nilifurahia tu kwamba mimi na mimi sasa ninaolewa na kwenda kuwa ndani ya ndoa yangu. Basi kabla ya mimi kuondoka, baba yangu alikaa pamoja na mama yangu, wakaniita mimi na kuanza kunielekeza sana. Vitu ambavyo walivyokuwa wananielekeza ilikuwa ni kuhusiana na mimi ninapoolewa. Walinieleza kwamba nitakapokuwa nimeolewa, nikaondoka pale nyumbani, siwezi kurudi pale nyumbani mpaka pale mume wangu atakapokuwa amekubali. Walinieleza pia kwamba kuna kupanda na kushuka katika maisha. Kwa hivyo mimi nijiandae kwa mambo hayo. Pale mume wangu atakaponiambia kwamba hakuna, basi niweze kumuelewa. Walinieleza mambo mengi sana kama wazazi wangu. Na hapo ikiwa ni baada ya mimi kuelezwa mambo mengi sana upande wa shangazi, kuelezwa mambo mengi na mama zangu wengine, ndipo sasa baba na mama walipokaa pamoja na kunielekeza mambo mengi. Nilikubaliana nao, na hasa ukizingatia kwamba kipindi kile nilikuwa nishatamani sana kuolewa. Sikuona shida kabisa kuafikiana nao. Basi bana, ulifika muda na sisi tukafunguliwa pale. Sherehe ikafanyika pale nzuri tu, na hatimaye nikaondoka mimi pamoja na Jafet Malele mume wangu kwenda sasa huko kwake. Kama yeye alikuwa anaishi na mama yake. Na sikufahamu pia kwamba kuishi na mama yake kuna changamoto gani. Nilikuwa sifahamu pia kuhusu kazi anazozifanya. Kwa hivyo nilikuwa ni mgeni kweli katika familia ile. Nilifurahi sana kwa sababu nilipokelewa kwa shangwe. Lakini baada tu ya mimi kupokelewa na siku ile kupita, kesho yake tu mume wangu alianza kunieleza kuhusiana na maisha yake. Mume wangu akanieleza kwamba yeye anaishi maisha ya kuuza madini. Lakini uuzaji wake wa madini ni loko, sio kwamba yeye ni mfanyabiashara mkubwa na madini. Yeye ni kama machinga tu. Alinieleza kwamba sasa yeye pale hataendelea kukaa. Atakwenda huko kwenye migodi kuendelea kupambana kama anaweza kupata chochote kitu. Alinieleza hatokaa na mimi sana pale, lakini anachohitaji ni kwamba niweze kumwamini na kukaa pale nyumbani kwa nidhamu, na ananiacha na mama yake. Nilifurahi kwa upande mwingine kwa sababu nilifahamu kwamba akienda huko akirudi, mambo ya fedha yatakuwa si tatizo. Nilikuwa na neno fulani ambalo nilikuwa nalifahamu siku zote kwamba mfanyabiashara wa madini anakuwa na pesa sana. Nilikuwa nikisikia watu wakizungumza. Kwa hivyo nilifurahi, nikasema bora mume wangu aende akafanya biashara yake ya madini, alafu akirudi basi familia yetu itakuwa nzuri sana. Ni kweli hata yeye alinipa matumaini makubwa sana. Akanipigia hesabu za hapa na pale, akaniambia mambo yatakuja kuwa mazuri sana. Nilikubali, na akaniambia kwamba atanieleza siku ambapo anaondoka. Siku ile ile mume wangu alitoka na kuendelea na ratiba zake za siku ile, kabla sasa hajasafiri rasmi kwenda huko kwenye migodi. Siku ile sasa mama yake yule ambaye ni mama mkwe wangu aliniita na kuanza kuongea na mimi. Alinieleza mambo ambayo mimi nilishangaa sana, na nikaanza kuhisi mbona kama huyu sio hafanani na jinsi ambavyo nilivyokuwa naishi na mama yangu. Akaniambia, Mwali, ni kweli wewe umeolewa hapa, lakini nimekwisha kuipata historia sana ya familia yako. Familia yako ni familia ya Kikristo kama familia hii. Lakini utofauti wa familia yako na familia hii ni kwamba sisi tunaishi maisha ya kawaida sana pamoja na Ukristo wetu. Lakini kwako wewe, baba yako, mama yako na wewe jinsi ulivyokuzwa, umekuzwa mazingira tofauti sana. Sasa huo ulokole wako uangalie sana, usije ukakuletea shida. Nilishangaa sana mama yangu kuniambia vile. Ni kweli mimi nilikuwa ni mtu ambaye ninaishi maisha ya Kristo kweli kweli.
Na siku zote nilikuwa nikiona kama ni fahari, sikujua kama kuna siku ambapo yani nitakuwa naambiwa kitu. Alafu yani nitaonekana kwamba eti kuwa mlokole ni jambo baya. Sikutegemea sana kwenye maisha yangu. Mimi niliamini ulokole ni jambo la kifahari kabisa linalostahili kusifiwa. Nilimtazama mama mkwe nikamuuliza unamaanisha kitu gani? Akaniambia na kueleza hivyo kwa sababu kwanza ufahamu kwamba kuolewa umeolewa hapa. Lakini pamoja na kwamba umeolewa na mume wako, lakini mtu ambaye utakayekaa na mimi sana ni mimi. Kwa hivyo unapaswa unitii na kuelewa vitu ninavyokuambia. Kwa sababu mimi ndio ninayekaa na wewe hapa. Na lazima ufahamu historia kubwa sana kuhusu hapa nyumbani. Ninataka nikwambie tu kwamba mimi sitataka hizo tabia zako za kujifanya kwamba wewe ni mtu wa maombi sana tu kila wakati. Tabia za kujifanya kwamba wewe na Mungu unaona kama wewe na Mungu ni mtu na ndugu yake. Hizo hapa ndani sizitaki. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia sijui nikwambieje, lakini labda nitakwambia kwa vitendo zaidi, ndipo utakaponielewa zaidi. Msikilizaji, alipoongea vile sasa nilianza kuhisi kama ninaanza kupewa na vitisho. Niliogopa sana nikijiuliza kwamba kuna nini hapa. Japhet ndiye mtu ambaye nilikuwa nishamwamini na kumpenda sana. Na wakati ananipeleka pale, alikuwa amenipa maneno mengi sana ya matumaini. Aliniambia kwamba nijisikie, nisimuogope, lakini nibaki nikiwa na mheshimu tu. Nilikuwa tayari nimemfanya kama rafiki yangu mkubwa sana. Alinipatia simu yake ambayo ilikuwa ndio simu yake smartphone. Ndio ambayo aliyokuwa anaitumia. Alinipatia kwamba niweze kuitumia, akiniambia kwamba kuna siku ambapo akienda atakapotoka pale aende huko kwenye machimbo kwenye biashara zake, anaamini mambo yatafanikiwa sababu masuala ya machimboni yanategemeana na miezi. Kwa hivyo alinifanya mimi nianze kujisikia furaha sana kwa sababu mimi sijawahi kwanza kutumia smart. Alafu alinipatia huko akinionyesha vitu mbalimbali sana jinsi ya kuitumia ile smartphone. Hayo ni moja ya mambo ambayo yalionifanya mimi nimpende sana. Yalinifanya mimi nijisikie kwamba pale ni nyumbani. Na huko akiwa ananiambia kwamba mama yake nimuone kama mama yangu. Lakini kwa maneno ambayo mama yake aliniambia pale, tayari nilikuwa nimeshaanza kuingiwa mashaka. Nilifikiri ni mambo gani hayo ambayo mama mkwe anasema kwamba inabidi anielekeze kwa vitendo. Kiukweli nilianza kupata mashaka sana. Nilikaa pale nikaendelea kumsikiliza mama mkwe kwamba ataongea sana. Lakini mama mkwe hakuongea tena, akabaki akawa amenitazama tu. Akaniambia, "Mwali, unafikiria sana. Mambo mengine utajua hapa kadiri muda unavyoenda. Sina sababu ya kukufundisha sana, ndio maana nimekuambia mambo mengine utayafahamu kwa vitendo. Lakini unachopaswa ukifahamu ni kwamba huu ulokole wako hapa sitaki kuona. Utapaswa ufate mambo ambayo nitakayokuwa nakuelekeza. Jinsi nitakavyokuelekeza mimi, ndivyo ambavyo unapaswa uishi. Lakini kama utaanza kuleta tabia za huko kwenu, tabia za makelele na maombi sijui vitu gani kanisani na nini, kiukweli nikwambie tu, tutashindwana hapa ndani. Tutashindwana kabisa. Na kumbuka kwamba huyo bwana wako yeye sio mkaaji wa hapa. Wewe utakuwa unakaa na mimi muda wote. Kwa hivyo nakuomba uanze kuzingatia hayo mambo ninayokuambia." Jamani, unajua sasa mimi pale nilizidi kushangaa sana. Kwa sababu kwanza Japhet Malele aliniambia kwamba ile familia yao ni familia ya Kikristo. Na hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo ambayo iliyosababisha babangu na mama yangu
kuweza kulainika sana na kukubali kwamba mimi niweze kuondoka pale nyumbani kwetu na kuolewa na Jafeti. Kwa sababu Jafeti yeye alikuja kule nyumbani na alianza kupitia njia za kanisani. Akaeleza vizuri, akajieleza vizuri kuhusiana na familia ya kujihusiana na familia yake, lakini pia akamueleza pia mzee wa kanisa kwamba anahitaji mke wa kuoa mpaka pale ambapo alipoelekezwa kwetu. Sasa nilivyosikia yale maneno ambayo aliyokuwa anazungumza mama mkwe, kiukweli nilipatwa na nilishangaa sana. Sikujua ni kwa nini anazungumza vile. Lakini nilianza sasa kufikiri kwamba huenda mama mkwe pengine ni mchawi. Kwa hivyo asingependa mimi nifanye habari za maombi pale nyumbani. Kwa sababu huwa wachawi ukikaa nao wanasema ukifanya maombi, ukiimba nyimbo zile za kusifu huwa unatibua miungu yao. Ile mauchawi yao yanashindwa kufanya kazi vizuri. Basi bwana, mimi nikaanza kuhisi pengine mama mkwe ni mchawi na ndio maana hataki mimi niweze kufanya maombi pale ndani. Nilitulia tu pale, unajua hapo nafikiri haraka haraka, huku nikiwa nimekosa cha kumjibu, na yeye muda ule akawa anaendelea kupanga nguo zake pale. Aliviona nimeendelea kunyamaza muda mrefu, akaniambia, alafu sasa kitu kingine nikwambie Mwali, unapaswa uelewe mambo ambayo ninayozungumza na wewe yanaishia kati yangu mimi na wewe. Bwana wako atakaporudi hapa, sitaki uanze kumwambia mambo ambayo niliyokuwa nazungumza na wewe hapa. Sitaki. Naamini vizuri kwamba ulikufundwa huko kwenu vizuri sana. Ulielezwa vizuri sana jinsi ya kutunza siri zako wewe na mama mkwe, wewe na mume wako, na wewe hata na marafiki zako kabla ya wewe kuja huku. Sasa ninaomba usije ukamweleza mambo nayokuambia. Ninapokuambia ulokole wako si utakitaki hapa ndani, sijakwambia kwamba uende umwambie. Kama ningetaka kwamba nikwambie ajue, ningekuita wewe na yeye, kwa sababu Jafeti angekuja hapa. Yule ni mwanangu wa pekee, angekuja na angenisikiliza. Lakini mpaka nakuita ukiwa mwenyewe, tena baada ya kusubiri yeye kuondoka, ni kwa sababu nilikuwa na maanisha kwamba sihitaji yeye aweze kujua mambo ambayo ninayozungumza na wewe. Naomba mume wako asifahamu chochote. Kama hakuna kitu tulichoongea. Hiyo itakuwa ndio misingi ya mwanzo ya kufahamu kwamba wewe unafaa kukaa na mimi hapa au tushindwane mapema sana. Haya, unaweza ukaendelea na shughuli zako. Mimi nimemaliza na sitegemei kama utakuwa na swali. Nilimwambia tu mama mkwe sawa, mimi sina swali. Nilinyanyuka pale na kuondoka. Lakini kichwani kwangu kulikuwa tayari kumepiga alarm. Ilikuwa inaniambia kwamba hapa kuna uwezekano mkubwa sana kuna mambo hayatakaa sawa. Na kilichokuwa kinaniumiza zaidi ni pale ambapo sasa Jafet alishanieleza kwamba yeye hawezi kukaa pale. Kwa sababu kama Jafet angekuepo, tayari mimi ningeliamini kabisa kwamba kama Jafet yupo, mambo mengine yataenda vizuri tu. Hata kama mama mkwe akianza kuleta, Jafet angenibembeleza na Jafet angekuwa karibu na mimi zaidi. Lakini Jafet anaondoka. Nilishusha pumzi, nikawaza hivi kweli Jafet akirudi nisimwambie? Mume wangu akirudi nisimwambie? Vipi kama yakitokea mambo mabaya hapa ndani? Lakini nikasema bwana, mtoto wa kiume huwezi kumtenga na mama yake. Haya mambo ambayo mama yake amezungumza, na kama ananiambia kwamba mambo mengine nitajifunza kwa vitendo, inawezekana ni mambo ambayo wamekubaliana kabisa na mwanae. Kwa sababu huwa mama na mtoto wa kiume wana tabia za kupendana sana. Na kuna tabia za mama wanapenda kumcontrol sana mtoto wake wa kiume. Basi mimi nikanyamaza, nikasema basi sitomwambia. Kweli bwana, ilipofika jioni mume wangu alirudi. Alikuwa ameniletea zawadi mbalimbali. Alikuwa na furaha kubwa sana. Kiukweli nilizidi kumpenda sana Jafeti. Niliona kama mimi nilikuwa nimechelewa kuolewa na yeye. Japokuwa alikuwa amenipita umri,
alikuwa amenipita kiumri pakubwa kidogo, lakini mapenzi ambayo aliyokuwa ananionyesha pale yalinifanya nizidi kumpenda sana sana sana. Nilimpokea zawadi alizokuwa ameniletea, tukaingia mpaka chumbani kwetu. Mama mkwe yeye alikuwa yuko na yeye ndani kwenye chumba chake kule. Nilimpokea, tukaingia ndani mimi pamoja na Jafet mume wangu. Alinipiga busu nyingi sana pale, akaonyesha kunipenda sana, akaniambia mpenzi wangu, naona safari imeiva. Yaani safari imepamba moto. Kwa hivyo ninatamani sana siku hii ya leo tuweze kufanya kila kitu ambacho tunatamani kukifanya sisi kama mke na mume, ili kesho safari yangu itakapoanza niwe nimesha kuzindua tayari. Nilijawa na aibu alipozungumza vile, kwa sababu nilifahamu ni kitu gani anazungumzia. Nilifahamu kabisa kwamba hapa kitu kinachozungumziwa ni swala zima la kumpa swala zima la unyumba. Lakini kwa sababu nilishafundwa, nikaambiwa kwamba mwanaume siku yoyote akitaka nimpe, sikuona shida, nilimwambia tu sawa, nilimuitikia. Hata hivyo mimi nilikuwa sijawahi kufanya kitu chochote. Nilikuwa sijawahi ujue. Unajua jana yake ile tulivyokuja pale, na yeye mwenyewe sijui ni kuchoka au aliamua siwe na papara na mimi, hakunifanya kitu chochote kile mume wangu. Alitulia, tukalala mpaka tukaamka mpaka ile kesho tulipokuwa tunaendelea na shughuli zake. Nilikuwa sasa pale nimeanza kuingiwa na kahofu juu ya kuanza kitendo kile cha utu uzima. Lakini sababu nilishafundwa sana, nilielezwa sana mambo mengi kipindi ambapo nilipokuwa naandaliwa kwa ajili ya kuolewa, sikutaka ile hofu iweze kunizidi sana, kwa sababu hata wazazi wangu waliniambia, shangazi walikuwa wakinieleza kwamba na wao ilikuwa ni shida, lakini wakaja wakazoea. Basi nilipokea zawadi ambazo alizokuwa ameniletea pale, viatu, sandals zingine alikuwa ameniletea za kike pale, kanga, vitu vingi akaniachia pale. Basi nilifurahi sana kwa sababu ilikuwa ni siku yangu sasa rasmi ya kumpikia mume wangu. Nilimpikia mume wangu vizuri pale, tukala. Ulipofika muda wa kwenda kulala, ndio muda ambapo sasa mimi nilikuwa nina hofu kubwa. Bwana kama hiyo alikuwa kanadunda sana, kwa sababu nilikuwa naogopa kutolewa ubikra. Nilishaambiwa kwamba inauma, lakini nilikuwa sijui inauma kiasi gani. Basi tulijiandaa vizuri pale. Mume wangu aliniambia kwamba atanifundisha kila kitu, na mimi kweli nilikuwa sifahamu chochote kile. Mume wangu kwanza akaniambia inabidi twende wote tukaoge. Wewe hapo bwana, mimi nilipata aibu kubwa sana. Nilipata aibu sababu swala la kwenda kuoga mimi pamoja na mwanaume, nilikuwa naona aibu sana. Lakini nilikumbuka mafunzo ambayo niliopewa. Basi nikajiandaa zangu pale vizuri, nikamwandalia na taulo mume wangu, taulo lake la kuvaa, nikamfunga vizuri pale kwa mikono yangu. Japokuwa nilikuwa naona aibu kuangalia mkia wake jinsi ambavyo ulivyokuwa umening'inia pale. Nikamfunga vizuri, tukatoka tukangozana mpaka mimi naye mpaka kule bafuni. Wakati huo na mimi nilikuwa nimevaa kufuli langu, lakini pia nilikuwa nimefunga kanga yangu. Tukaoga pamoja pale. Basi akawa ananisugua, akamaliza na mimi nikamsugua vizuri. Nilichukua taulo pale na kuanza kumkausha maji vizuri, nikamkausha mwili wake mzima. Kwa kweli nilifanya kama jinsi ambavyo nilivyokuwa nikielekezwa na kina shangazi kule nyumbani. Tulimaliza pale vizuri, tukatoka. Tena hapo tukiwa tumeshikana mikono tukarudi mpaka ndani. Chumbani kwangu nilikuwa napo siku hiyo nimepandaa vizuri, palikuwa pananukia sana. Nikaingia pale, mume wangu akaniambia, lakini mke wangu, umeandaa chumba kimekaa vizuri sana. Hadi raha. Yaani hakifanani kabisa na jinsi ambavyo kilivyokuwa. Wake zangu wote ambao waliokuwepo hapa, hakuna aliyefanikiwa kuandaa hiki chumba vizuri kama wewe. Alipozungumza vile nilipata mshtuko kidogo. Nikafahamu kwamba kumbe Jafet kabla ya kunioa mimi alikuwa ameshaoa wanawake kadhaa. Alinipa shauku ya kutaka kufahamu kwamba alikuwa na wanawake wangapi na wako wapi muda huu. Nikamuuliza, kwani wewe ulikuwa na mwanamke? Akaniambia, mke wangu,
Ni kweli kabisa kwamba mimi nilikuwa na wanawake. Tena nimeoa mara 2. Lakini hao wanawake wote hakuna mwanamke ambaye nilifunga naye ndoa rasmi, lakini zaidi ya kukabidhiana tu na wazazi wao. Tofauti na hii ya kwako ambapo tumeenda mpaka kwenye ofisi za kanisa na tumefunga ndoa. Tofauti ya kwako hii ni tofauti sana kwa sababu nimeruhusiwa na wazazi, lakini pia na wachungaji vile vile. Na hatukufanikiwa kuishi sana. Huyu mwingine tulikaa naye takriban miezi 9. Huyu mwingine angalau tulikaa mwaka 1.5. Lakini wote mpaka sasa hivi hakuna ambaye niko naye. Sasa naomba Mungu asaidie sana kwa sababu wewe ndio mwanamke nimekupenda sana, naamini tutazeeshana. Roho yangu iliniuma, lakini nilikumbuka kwamba wazazi kule nyumbani walinieleza kwamba nisiwe na tabia ya kumnunia mwanaume. Na anaponieleza kitu niwe ninamuelewa. Japokuwa nilinyong'onyea, lakini Jafet alifahamu ni jinsi gani ya kunirudisha katika hali nzuri. Akaanza kuniongelesha pale huku akiniletea utani, akaniambia kwamba ananipenda sana. Haya huku na kule. Hapo ndipo ambapo ilipoanza sasa michezo ya kwanza kunichezea maeneo mbalimbali ya mwili wangu. Nilifurahia kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anacheza na mimi. Ilikuwa sio kwamba sifahamu kwamba wanaume wanapenda kushika sana matiti ya wanawake. Kwa sababu nakumbuka hata kipindi tuko shuleni, wanaume walikuwa wanapenda sana kutania watoto wa kike na walikuwa wanapenda sana kushika maziwa yetu. Kwa hivyo nilikuwa nafahamu. Kwa upande wa Jafet sasa, yeye ni kitu alikuwa anapenda. Alikuwa anapeleka mikono yake, akaanza kunishika kwenye maziwa yangu. Jamani, mimi hapo nilikuwa sifahamu. Ziwa langu hapo bado lilikuwa limesimama, limebeba sani saa 6 kamili. Mishale bado hapo ilikuwa iko chuchu. Hivi alianza kuisifia pale. Akaniambia, wewe bwana mke wangu nakupenda sana. Wewe ni mwanamke nimekupata, nakupenda sana. Wewe ufanani na wale watu walioondoka na sitaki hata kuwakumbuka kwenye maisha yangu. Alinisifia sifa nyingi ambazo zilizonifanya mimi nijisikie kwamba kweli mimi ni mwanamke halali na ni mwanamke bora zaidi kuliko wanawake wote waliopita. Alinikumbatia pale. Akaanza kunipiga mabusu. Akanishika kila sehemu huko akiwa anapeleka na kubinyabinya katika makalio yangu. Kitendo kile kilinifanya mimi nizidi kusisimka sana. Jafet alikuwa anafahamu kucheza na mwili wangu huku nikiwa sifahamu ni nini napaswa nifanye mimi. Lakini ndiye ambaye aliyenifundisha. Lakini akaanza kunifundisha, akaniambia, wewe unashika hapa. Akawa ananipeleka mikono yangu inashika mpaka kwenye kifua chake. Akanielekeza jinsi ya kuchezea kifua chake. Nilifurahi hata mimi jinsi ambavyo alivyokuwa anaangalia kifua chake na kukishika kifua ambacho kilichokuwa kimejichora vizuri. Niliona kweli kuna raha fulani ambayo ninaipata nikifanya vile. Alinielekeza jinsi ya kumkumbatia vizuri. Huku wakati huo akiwa ananifanyia na yeye vitu mbalimbali, kunipelekea mikono yake huku katika maeneo yangu ya siri, akiwa ananishika tumbo langu na kunichezea sana. Alikuwa ananielekeza na wakati huo akiwa ananifanyia vitu vingine ambavyo ilifikia wakati mpaka mimi mwenyewe nikaanza kusahau kabisa kwamba mimi ni mgeni wa yale mambo. Nilipata misisimko ambayo sasa ilinifanya mimi nianze kutamani sana tendo lile liweze kwenda mbele. Sikujua kwamba Jafet alifahamu saa ngapi kwamba muda huu ndio muda sahihi. Lakini nilistuka tu baada ya kusikia maumivu makali sana ambayo aliyokuwa amenipitia. Maumivu makali sana aliyokuwa yamepita huko chini kama kisu vile. Nilipiga ukunga pale lakini aliweza kunidhibiti vizuri. Na sikuweza kuleta madhara makubwa sana. Japokuwa alifanikisha kufanya kwa nguvu pale, lakini akiwa na ustaarabu mzuri sana. Japokuwa nilitoa damu lakini alionyesha hali ya upendo sana kiasi kwamba hata yale maumivu niliona si kitu kutokana na mwanaume jinsi ambavyo alivyokuwa ananionyesha kunipenda. Baada ya pale akawa amemaliza kukamilisha kufunga goli lake moja. Alipomaliza akaniambia, mpenzi wangu, wewe ni mke wangu halali kwa sasa. Na nimefanikiwa kukuanza mimi mwenyewe. Lakini nasikitika sana kwa sababu sitakuwa na muda mrefu wa kukaa na wewe ili niendelee kumwagilia. Nilitamani sana ningekuwa niko hapa niweze kuendelea kumwagilia mbegu ambazo nimeziotesha. Lakini kwa bahati mbaya sitakuwepo.
Lakini naamini Mwenyezi Mungu atasaidia, nitaenda, nitafanikiwa huko na nitarudi tuweze kuendelea. Tuishi pamoja. Nitakufungulia biashara na wewe. Tutakuwa tukiwa karibu muda mwingi sana. Lakini nimefurahi kwa sababu nimekuanza mimi. Na hapa ndipo naendelea kukuaga kwamba mimi kesho inabidi niondoke. Hilo ndo jambo ambalo linanisikitisha kwa sababu nimekuanza tu alafu naondoka. Lakini naomba unitunzie. Naomba unitunzie sana penzi langu mpaka pale nitakaporudi. Nilimtazama kwa aibu kubwa sana. Kila nikimpeleka macho yangu usoni mwake, nilikuwa nikishindwa na kugeuza macho yangu pembeni. Nakumbuka walinieleza kwamba hiyo ndilo ni moja ya jambo ambalo linamfanya mwanaume ajisikie kujiamini zaidi pindi ambapo anapoona mwanamke akiwa anamuonea aibu. Waliniambia wazazi pia kwamba ninavyokuwa na hali ya aibu nikiongea na mwanaume, ndivyo ambavyo ninavyozidi kuwa na mvuto mzuri kwa mwanaume. Nilimsikiliza aliongea pale na hatimaye akamaliza akaniambia, kwa hivyo mimi nikuombe tu kitu kimoja. Nazidi kukusisitiza jambo ambalo nililokusisitiza jana. Ukae na mama yangu kama ambavyo ulivyokuwa unakaa na mama yako. Ninafahamu kwamba mama yangu hawezi kukosa makosa. Lakini nakuomba uangalie namna ya kuishi naye. Kwa sababu huyo ni mzazi wangu. Nafahamu kabisa na makosa yake, lakini jitahidi uweze kuendana na makosa yake jinsi ambavyo alivyo, lakini uweze uhakikishe kwamba mnakaa kwa amani. Itaniumiza nafsi sana kama itatokea kwamba nikiwa huko nikaja kupata taarifa kwamba mmegombana na mama. Sitapenda kabisa. Naomba ujisikie huru. Jisikie amani kabisa unapokuwa hapa. Mimi nitaondoka lakini nitarudi. Najua unaamini sana katika maombi. Niombee sana mke wangu. Niombee sana. Nilimsikiliza mume wangu jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea. Alifanya kweli na mimi mwenyewe nipate ule moyo wa kufanya maombi kwa ajili yake. Na kutokana na jinsi ambavyo alivyonionyesha kwamba ananipenda, nilifahamu kabisa kwamba mimi nikimwombea akiwa na raha na mimi nitakuwa na raha zaidi. Basi bana tulikaa pale na siku hiyo sasa tukalala. Asubuhi na mapema sana saa 11 mume wangu alinieleza kwamba ndio muda anaondoka. Aliniamsha pale, akajaribu kunikumbatia. Alikuwa anataka aweze kufunga goli lingine moja, lakini nilimweleza kwamba mimi ninaumwa sana sitoweza. Nilimweleza kwamba siko tayari, nilimbembeleza nikamuomba kwamba naomba uniache, utaniumiza sana. Mume wangu katika hali ya huruma sana alinitazama akaniambia, basi nimekuelewa. Naomba basi unitunzie penzi langu mpaka pale nitakaporudi. Natamani nije niendelee pale nilipoishia. Nilimkubalia mume wangu. Mume wangu aliniambia niweze kushuka ili aweze kunikumbatia zaidi tena. Nilishuka kwenye kitanda akanikumbatia. Akaniomba nimsindikize, nikamwambia najisikia kuumwa, huku chini panauma kwa hiyo siwezi kutembea vizuri. Akaniambia sasa mimi nisindikize tu mpaka pale pale nje pale. Alafu wewe utarudi ndani. Alafu ili usije ukaanza kufanya kazi sasa hivi, kuna dada yangu. Ni dada yetu kwa sababu familia yao na yetu ni rafiki. Kwa hivyo ni dada yangu. Nitaongea naye, atakuja hapa, atakuwa anakaa na wewe. Mchana akiwa na nafasi atakaa na wewe, na usiku pia atalala na wewe. Mpaka pale ambapo mimi nitakapokuwa nimerudi, labda litokee jambo lolote lile. Ninafanya hivyo ili usikae mwenyewe. Nikamwambia nashukuru sana kama unanipatia rafiki wa kukaa naye. Akaniambia sawa. Kwa sababu alishaenda akamwaga mama yake, basi nilianza kumsindikiza. Huko tukiwa tumeshikana mikono. Nilimsindikiza mume wangu mpaka pale sehemu ambapo ilipokuwa inaishia eneo la nyumbani kwetu. Alitoka pale na kuniaga na kuniambia kwamba anaenda.
Nakumbuka jinsi ambavyo alivyonikumbatia kwa upendo sana. Akanipiga busu na mimi nikampiga busu, huku nikirudi nikiwa na chechemea. Alisimama kwa muda fulani pale kuniangalia jinsi ninavyotembea. Alifurahia jinsi ambavyo ninachechemea kwa sababu tu ya kitendo alichonifanyia jana usiku. Basi bana, mimi nikaenda moja kwa moja nikarudi mpaka ndani. Siku hiyo bwana, nilishaanza kuhisi kwamba kuna moto nitakuja kuona pale nyumbani, kwa sababu tayari sasa Jafet alikuwa ameshaondoka. Basi mimi nikarudi zangu ndani, nikaamua kuendelea kulala. Nilikuwa sina haraka, na mimi nilikuwa najua hiyo baadaye kuna wifi yangu ambaye atakuja pale. Basi bwana, mimi nikawa nimepumzika zangu kitandani pale. Mawazo yangu yote yalikuwa yanamwaza Jafet jinsi alivyoondoka. Na kuondoka hana siku maalum ya kurudi. Basi nilikuwa nikiumia roho sana. Nikasema ngoja tuone jinsi ambavyo itakavyokuwa. Nikajisemea tu kwamba kama wifi atakayekuja naye atakuwa ndo wale kama mama ambavyo ameanza kunipa vitisho, basi nitakuwa mimi sina bahati nzuri. Nitakuwa mtu mwenye bahati mbaya sana. Bana, nililala mpaka kufikia mida ya saa 4 hivi, nilisikia mlango ukigongwa. Huku mtu akiwa anaita kwa sauti, "Wifi! Wifi! Wifi, wewe mke wangu wewe. Umelala mpaka sasa hivi? Mke wangu." Nilifahamu kabisa kwamba huyo ndio yule wifi ambaye niliambiwa kwamba atakuja. Mimi nilishuka pale kitandani na kwenda kufungua mlango. Nilimtazama yule dada jinsi alivyo. Akaniambia, "Jamani, wifi wangu, uko poa?" Nikamwambia niko poa, karibu. Akaniambia, "Haya, najua hujanifahamu, lakini ufahamu mimi ndo mume wako bwana. Mimi ndo mume wako." Nikamwambia, "Haya sawa, karibu mpaka ndani." Tulitoka pale sehemu ya sebre tukaingia mpaka chumbani. Mimi na yule dada. Nikamwambia, "Niambie, unitambulisha." Akaniambia, "Bana, mimi ni dada yake na mume wako, na amelieleza kwamba alikwambia kwamba nitakuja hapa ili niweze kuwa karibu na wewe zaidi. Na ndio nimekuja hapa kwanza unione, unifahamu. Mambo mengine yataendelea kadiri siku zinavyoenda." Nilimwangalia yule dada nikamwambia, "Sawa, nakukaribisha sana, mimi nashukuru kama umekuja." Akaniambia, "Hebu niambie unapenda kula nini leo?" Nilimweleza pale na kweli akasema, "Mimi nitakupikia leo." Alipika vizuri, akamaliza pale. Tukawa sasa tunakunywa chai mimi na yeye. Stories zikaendelea kuwa nyingi sana hapa na pale. Kiukweli yule dada bana alikuwa amechangamka. Alikuwa anaitwa Rizal. Rizal alikuwa amechangamka sana. Alikuwa anajua kuingiza utani, alikuwa anajua kufanya namna ili mtu aweze kumzoea haraka. Kweli nilimzoea bana, siku ile nikawa nimemzoea sana wifi Riza. Nilimzoea vizuri sana. Tukaendelea sasa hapa na pale kupiga story. Baada ya hapo nilisikia mama akiwa anakuja pale. Akagonga mlango, "Hodi. Mwali. Mwali." Nikamwambia, "Mama abe." "Shikamoo mama." Akaniambia, "Marahaba. Haya, mbona ndani sasa hivi?" Nikamwambia, "Niko na wifi huku." "Uko na wifi yako? Nani huyu, Riza?" Nikamwambia, "Ndio." Akaniambia, "Okay. Sawa. Nimekuja huku. Nilikuwa nahitaji kuongea na wewe." Nikamwambia, "Mama, okay, sawa, karibu." Akaniambia, "Sasa siwezi kuingia kwa chumbani nawe. Njoo huku." Basi pale mimi nikatoka pale. Nilimwacha wifi kule ndani. Lakini hatukukaa hata dakika 2 wifi naye akaja spidi akaniambia, "Bana wifi, hebu ngoja mimi niende kwanza nikaweke mambo sawa alafu nitakuja." Nilimkubalia wifi yangu yule, akaondoka zake. Pale sasa mimi nikabaki niko mimi pamoja na mama mkwe. Mama mkwe akaniambia, "Mwali, bana nimekuja hapa ili tuzungumze sasa, maana naona tusipozungumza sasa hivi inawezekana tusielewe sana. Mume wako si ameshaondoka?" Hapo sasa tuko pale sebleni. Nikamwambia, "Ndio, ameshaondoka."
Aliniaga anaondoka. Sasa najua alikukabidhi kwenye mikono yangu, si ndivyo? Kaambia ndio mama. Kaniambia sasa inawezekana mmezungumza mengi, lakini inabidi mimi na wewe tuzungumze mambo mengi pia. Ufahamu ka historia kafupi ka hapa nyumbani nikwambie, lakini pia ufahamu pia mambo mengine, jinsi ya kuishi hapa na jinsi ambavyo tutakavyokuwa tunaishi hapa, ufahamu. Nikamwambia sawa mama, hamna shida. Sawa. Sasa nafikiri una taarifa kwamba mwenzako huyu hakulelewa na baba yake kama wewe ambavyo ulivyolelewa, na hajawahi kumfahamu baba yake. Hayo mengine utafahamu siku zinavyokwenda, ila tu ninachotaka kukwambia ni kwamba mimi tangia huyu mwanangu amekuwa mkubwa, huyu ndiye ambaye ananifanya mimi niweze kuishi. Akienda mihangaiko yake huku na kule, yeye ndo ananifanya mimi niishi. Sasa hata hao wake zake wengine ambao alishaoa wakaachana wanalifahamu hilo, kwamba mihangaiko ya mwanangu ndio inanifanya na mimi nile. Asipopata na mimi sijapata vile vile. Akipata ndio neema imekuja nyumbani. Sasa unavyoniona mimi sio kwamba ni mtu mzima sana, lakini sio mtoto pia, kwa sababu nimekuzalia mume. Unasemaje mwali? Nikamwambia mama, kweli wewe sio mdogo sana, kwa sababu mwanao ni mkubwa mpaka amenioa mimi ni mtu mzima. Akaniambia vizuri, umefahamu. Sasa hapa ni mjini mwanangu, hapa ni mjini. Nitakapo kuhitaji, kwa sababu wewe sasa wewe ndio uko hapa. Mwanangu ameondoka, lakini ukiwepo wewe mwanangu yupo. Ni sawa na mwanangu yupo, si ndivyo? Ngambia ndio. Akaniambia sasa wewe ndio mwanangu. Sasa nitakapo kubisha hodi kwako, usije ukanifungia mlango. Usije ukanifungia mlango kabisa. Kwa namna yoyote ile nikibisha hodi kwako usinifungie mlango, kwa sababu wewe ndio Jafet sasa hapa. Nikamwambia mama sawa, hakuna shida. Sikujua bana kwamba anazungumza kumfungia mlango kivipi. Mimi nilijua tu kwamba labda kuna vitu atahitaji pale, kwa sababu alikuwa anang'ang'aniza tu kwamba alikuwa ananiambia pia kwamba tuweze kupika pamoja. Nikawa nimemkubalia. Kwa hivyo nikajua labda anauliza kwenye vitu, labda hela kidogo za matumizi zile nilizoachua, nitakapoambiwa nimpe, atakaponiambia nimpe, kwa sababu kwenye issue za vyakula na nini, uhakika ni kwamba alikuwa anakula, kwa sababu tulishakubaliana kwamba nitapika mimi. Kwa hiyo tutapika pamoja. Sawa. Basi mimi nikatulia bwana, lakini akaongea mambo mengi pale, hatimaye akaondoka. Ulifika usiku, siku ile ya kwanza baada ya mume wangu kuondoka. Alikuja kaka mmoja pale, yule ni mtu mzima, anamzidi mume wangu kwa umri. Akaja pale, nikampika chakula, tukaanza kula wote pale. Mwisho tulipomaliza, nilitaka mimi kuondoka pale, nirudi chumbani kwangu. Mama akaniambia, hebu kaa hapa kwanza. Hata hujatambulishwa mtu ni nani unaanza kuondoka? Unaondokaje? Nikamwambia basi sawa mama, samahani. Nilimjibu kwa heshima pale, nikarudi kukaa. Akamwangalia yule mwanaume, alafu akaniambia akamwambia hebu niambie, unaonaje? Yule mwanaume akaniangalia mimi, akanitazama, akasema, kwanza hakuzungumza kitu, akaanza kutabasamu. Akaanza kumwambia mama mkwe yule, akamwambia mama Jay, uko serious? Lakini kwa nini nisiwe serious? Kimfacho mtu chake. Sasa kwa nini nisiwe serious?
Wewe niambie tu, unaonaje? Ni safi tu, safi sana yani. Safi kabisa. Sasa sijajua lakini umewekaje mazingira huko, umeandaje? Mazingira mimi nakusikiliza wewe. Utakavyoona iwe itakuwa hivyo hivyo. Sasa hebu sikia basi nikwambie. Mama J, fanya sasa kama vile ambavyo ulivyonifanyia kule. Hapana. Kama alivyokufanyia kwa mwingine, mama na aliondoka. Hapana we. Huyu mdogo bado huyu. Mdogo kabisa. Na yani ni mdogo bado huyu. Wewe kama una bei zako ni zile zile, hapana. Kama bei zako ni zile zile staki. Bora uondoke tu. We bwana unataka kunilalia wewe, hapana, staki. Bora tu uondoke. Nitamwangalia hata Ima akija nitaangalia tunavyofanya. Wewe kama ndo bei zako hizo. Hivi uone kabisa kwamba bado kabisa hapo. Hujui hata kuangalia na wewe na umri hujajua kuangalia mtu ambaye tayari au bado. Huyo hapo yani nakwambia Jafe hapo nikagusa tu. Sasa hata kama ni mara moja ina shida gani? Si kipya kabisa hicho. Utoe bana hela ya kueleweka bana. Msikilizaji, niling'aa jicho pale nikaangalia kwamba alikuwa anazungumza kitu gani. Nikana kwamba kuna kitu alikuwa anataka kuuziana hivi. Sikuelewa sana. Lakini akili yangu ilianza kuniambia kuna utata pale. Nikamwambia mama, basi naomba mimi niende nikatandike kitanda basi kule kwanza. Alafu nipange vitu pale, nitarudi tupige story. Wewe. Hebu sikiliza, kaa hapa kwanza. Wewe unajua tunazungumza nini? Tunayozungumza yanakuhusu wewe. Sasa unaondokaje? Kaa hapa kwanza. Niliamua kukaa pale na kuendelea kusikiliza walivyokuwa wanazungumza. Walikuwa wanabageni masuala ya bei. Masuala ya bei hili hivi na vile. Nikasikiliza. Lakini baadaye niling'amua kitu, lakini pamoja na kuking'amua sikutaka kukipa mantiki 100% kwa sababu niliona ni kitu hakiwezekani. Yule kaka akasema, kwa hivyo Mama J, ni humu au unaondoka kabisa? Tunaondoka. Wewe. Ni humu. Ni humu, huwezi kuondoka naye. Ni humu na sio leo sasa. Leo uache pesa hiyo ulionayo, lakini siku unakuja tutawasiliana. Ukija kumalizia hiyo ndipo utakula tunda lako vizuri. Hakuna mtu atakayesumbua. Utakula tunda lako mwenyewe vizuri kabisa bila shida. Kweli lakini sio sasa mimi natoka afu unawapa wengine sasa. Mimi sijai kufanya hivyo. Wewe hata kule nyuma nishawahi kukufanyia vitu vya aina hiyo. Nilishawahi kukufanyia. Sasa kama sijawahi kukufanyia naanzaje kukufanyia sasa hivi? Alipoongea vile akaanza kuniambia sasa, haya mwali, nenda kwanza huko, alafu nitakuita. Wakati nanyanyuka pale, niliposimama pale ili niweze kuondoka, yule mwanaume aliyekuwa pale alifungua wallet yake akampa mama pesa. Sikujua ni shilingi ngapi, lakini zilikuwa ni hela nyekundu. Akampa mama mkwe wangu. Sikujua kwamba walikuwa wanauziana kitu gani. Mimi nilitoka pale nikaenda zangu kule chumbani kwangu, sababu ilikuwa ni nyumba ya pembeni. Ni pale lakini chumba na sebule vilivyokuwa upande wa pili kule. Basi mimi nikaenda kule. Nilitafakari sana kwamba mama anazungumzia kuhusu nini. Hizi bei wanazobageni hapo ni bei za kitu gani? Mbona ananiangalia mimi afu anasema ananizungumzia mimi afu anapeana pesa? Nilinyamaza tu. Sikutaka kufahamu vizuri, sikuweza kujua, nikanyamaza. Sasa tukakaa pale kama siku 2 hivi, tukiwa tunaendelea kuishi kama kawaida. Mama mkwe akaniita siku hiyo chumbani kwake. Akaniambia njoo. Nikaenda. Mama mkwe akawa amekaa na mimi pale. Mama mkwe akaanza kuongea na mimi
huku akiwa ananishika kichwani mwangu. Akawa ananishika nywele, anazichezea, ananiambia, "Bwana, mwanangu anafaidi bwana. Unajua umeumbwa vizuri." Nikamwambia, "Kwa nini unasema hivyo?" Umeumbwa vizuri sana. Yaani hapa Jafet kapata. Angalia mpaka huko. Hebu kusogea kwa huko. Alinisogeza upande wake zaidi. Mama mkwe akawa sasa tumekaa pale kitandani, akaanza kunishika, anapeleka mikono yake mpaka kwenye maziwa yangu anaishika. Yaani ananichezea kama vile ni mwanaume. Ananichezea kila sehemu ya mwili wangu, ananiambia, "Wewe ni mzuri sana. Yaani wewe ndio kila kitu. Hakika nikiwa na wewe, siwezi kufa njaa. Tuwezi kufa njaa bana. Lazima mambo yaende vizuri. Unajua umeumbwa vizuri. Hebu angalia huko. Mimi naamini wewe hata kinena ni kizuri." Unajua mama mkwe aliongea vile afu akapeleka mkono wake na kupeleka mpaka huko kwa bibi. Eti anashika na kunisifia kwamba ni pazuri. Nilistuka pale lakini nilishindwa kumkataza kwa sababu niliambiwa kwamba niwe mtii. Akashika kule, nikamwambia sawa, nikanyamaza tu. Akawa anashika sasa kila maeneo ya mwili wangu, akaniambia, "Kwa kweli wewe, wewe bwana, wewe ni salama kabisa, wewe safi kabisa. Mali, yani kwangu mimi hapa lazima nipate raha. Nakwambia mpaka mume wako anarudi tumejenga." Nikamwambia, "Mama, kwa nini unasema hivyo?" Akaniambia, "Mpaka anarudi tumejenga. Yaani nakwambia sio kwa uzuri huu. Mpaka anarudi tumejenga. Mimi najua wewe ni binti mzuri sana. Binti mzuri kama wewe hapa nakwambia tunajenga kwa sababu yako wewe." Mama yangu kusema kweli aliniacha nje ya panda. Yaani bado akili yangu ilikuwa haitaki kuamini hicho ambacho ninachokiona. Ilikuwa haitaki kabisa kuamini kama mama mkwe yale mambo anazungumza katika muktadha wa kunifanyia vitu vya ajabu mimi. Tuliongea pale, akawa amenichezea mpaka pale ambapo alipofurahi mwenyewe akaona amemaliza. Ukweli alinisisimua sana. Alinisisimua vibaya mno. Nilisisimka sana kutokana na jinsi alivyofanya. Yaani alikuwa ananishika vizuri kuliko hata jinsi ambavyo Jafet alikuwa anishika siku ile. Tukakaa bana siku ile, kamaliza akaniambia, "Lala basi huku kwangu." Nikamwambia, "Mama, hapana, nalala kule kwa sababu wifi anakuja." Akaniambia, "Sawa." Basi akaniacha nikarudi chumbani kwangu. Nilizidi kupata mshangao kwa jinsi ambavyo mama mkwe alichonifanyia na maneno ambayo aliyokuwa anazungumza. Nilizidi kupata mshangao mkubwa kwamba mama mkwe ni mtu wa namna gani. Nilijiuliza sana kwamba mama mkwe ni mtu wa namna gani. Ni mtu wa namna gani kwa wenye hivi vitu anavyo. Mbona amenikumbatia, amenifanyia hivi kama mwanaume? Yaani amenifanyia kama hivi vile ni mwanaume. Niliona visinisumbue sana. Tukakaa pale bwana, tukamaliza kama wiki moja tena nyingine. Wakati huu nilikuwa mimi niko mara nyingi nalala na yule shemeji Riza yule. Nikawa mimi ndo nalala naye pale, tunafurahi muda mwingi. Sasa baada ya ile wiki kuisha tena, ndipo akaja yule baba ambaye siku ile nilimuona, yule kaka yule. Akaja moja kwa moja siku hiyo, ilikuwa ni kama mida ya saa 3 hivi, tushamaliza kula chakula cha usiku. Akaingia, akaongea kidogo na mama mkwe pale. Hatimaye wakatoka nje. Wakajadili vizuri pale, nikashangaa kama dakika 5 hivi wakaingia. Wakarudi ndani pale. Sasa siku ile wifi Riza alikuwa hajaja pale nyumbani. Alinieleza kwamba atakuja, asingekuja siku ile, angekuja kesho yake. Kwa sababu siku hiyo alikuwa na shughuli ya rafiki yake ambayo walikuwa wanaenda kuifanya sasa huo usiku. Kwa hiyo siku hiyo nilikuwa niko mimi pamoja na mama tu pale nyumbani. Baada ya wao kurudi ndani pale, mama akanitazama akaniambia, "Bwana, Mwali, nilishazungumza na wewe mambo mengi, lakini nilikuwa sijamaliza vizuri. Sasa najua unajua kwamba mume wako hayupo. Na unafahamu vizuri maisha ya hapa yalivyo. Nilikueleza pia kuna mambo ambayo ninapaswa nifanye mimi na wewe tu, yabaki kwa siri ya mimi na wewe. Na moja ya mambo ambayo ninayokuambia
ni kama hili ambao tunakwenda kulifanya hii siku ya leo. Ninataka uelewe kwamba haya mambo yanabaki kwa siri yangu mimi na wewe. Mwanangu asije akajua. Kabisa kabisa. Na naamini ulifundwa hivyo. Sasa nisiongee sana, lakini kule chumbani kwako leo Raisa si hayupo? Nikamwambia ndio. Utalala na mgeni huyu hapa. He? Unajua nilishangaa. Mama mwangu kuniambia mgeni, alafu mgeni ananionyesha yule baba. Nikamwambia unamaanisha nini mama? Akaniambia hayo ndo mambo nilikuwa nakwambia toka mwanzo. Nimekwambia utalala na mgeni huyu hapa. Hakuna kitu ambacho ukijui. Na kama kuna kitu ukijui, atakuelekeza huko huko. Ila tu nimekueleza sihitaji maneno mengi sana, ila mgeni huyu hapa utakuwa naye. Mimi pale nilivunjokimya nikamwambia mama hapana. Mgeni analalaje kule kwangu? Analalaje kwangu kule? Au unamwacha alale pale sebuleni? Wewe, mwali, nilikwambia tutashindwana, na ukishindwana na mimi hata huyo mwanangu huwezi kukaa naye. Ukishindwana na mimi hata huyo mwanangu huwezi kukaa naye. Tena si hivi hujafundishwa huko kwenu? Unataka ubishane na mimi? Unataka ubishane na mimi tena mbele za watu? Funga hilo bakuli lako. Tusije tukagombana. Tena si mapema sana. Nimekwambia mgeni huyu hapo ukatulie naye. Kwanza hebu njoo kwanza. Msikilizaji, mama alinishika mkono na kunivuta na kunipeleka chumbani kwake. Akaniambia kwanza leta hiyo simu yako. Akachukua ile simu ambayo niliyokuwa nimeachiwa na mume wangu Jafet. Sasa unajua mume wangu alisema kwamba huko machimboni wanapoenda hakuna mtandao. Yeye aliondoka na kisimu kidogo. Akasema yani huko maeneo anapokaa hakuna mtandao mpaka akitoka akatafuta sehemu mbali ndipo anaweza akapiga simu. Au hata pale lakini kuna sehemu maalum unapaswa ukae. Kwa hivyo mimi nilishajua kwamba siwezi kuwasiliana naye mpaka pale atakaponitafuta. Lakini mama mkwe akaninyang'anya ile simu, akaniambia iache hapa. Alafu akanieleza kwamba naomba unisikilize. Nilishakwambia mambo yote tunayofanya ni mimi na wewe. Sitaki mume wako afahamu kinachoendelea. Sitaki afahamu chochote kinachoendelea. Haya, mimi nimekueleza. Mgeni yule pale. Kuna shida nyingi sana hapa nyumbani zinapaswa zitatuliwe. Mume wako hajajipata, anahangaika bado. Na tunapaswa tuzitatue. Mimi niko na wewe hapa. Nina mbinu zangu, ninajua namna ya kuishi na wewe hapa na tukapata pesa za kutosha. Sasa usiniulize sana. Nenda kakae na mgeni kule kwako. Ni hayo tu. Alafu muhimu, baada ya kukaa naye, kila kitu kinachofanyika kiishi hapo kwenye kifua chako. Kimya. Yaani unapaswa uwe kimya. Mwanamke unapaswa uwe na siri. Na wanawake wanasifika kuwa na siri. Tunasifika sisi kuwa na siri. Na ndio maana ninaweza nikamzalia mwanaume mtoto akakuwa akawa mpaka mtu mzima, mpaka yule mwanaume anakuja anafariki asijue kwamba mtoto sio wa kwake. Sasa kama mambo mengine ya kutunza siri hukufundishwa vizuri huko, ninakufundisha mimi. Nenda na mgeni, usichokijua atakufundisha. Ni hayo, nimemaliza. Msikilizaji, unajua mimi pale nilichoka. Akili yangu ilianza kuvurugika, nikajua kabisa hapa hii si sawa. Hata kama tuseme kuna mambo mengi ambayo mimi siyajui, lakini hapana, lile haliwezi kuwa sawa. Kwamba mimi nikalale na mwanaume lingine ambalo silifahamu. Sijui limetoka wapi. Hapana. Nilijua hii haiwezekani. Nikasema hapa hapana. Lakini nilishindwa kumjibu mama. Nikamwambia sawa. Nilijibu tu, nikamwambia sawa. Akaniambia sawa, mwanangu. Sasa mwali, ukianza kufanikisha hilo, mwenyewe utaona matunda yake. Kwa sababu nikwambie kwanza, hata huko alipo mume wako hawezi kukutumia pesa sasa hivi, ni mpaka arudi.
Yani anyway, hebu limalize hili la leo, alafu tutazungumza zaidi. Unaweza ukawa rafiki yangu mwema sana, hata mkigombana na mume wako nitakataa usiwe uondoke hapa nyumbani. Hebu nenda kafanya hili kwanza. Nenda kwanza leo na mgeni. Msikilizaji, nilinyanyuka pale miguu ikiwa mizito sana. Nilikuwa nikitafakari kwamba ninafanyaje hapa sasa ili mimi niweze kubaki salama. Nilinyanyuka na kuanza kutembea kurudi pale sebuleni mahali yule baba alipokuwepo. Yule ni kaka, ni mtu mzima kuliko kwa mume wangu. Nilimtazama na yeye pale alikuwa amekaa sasa pale ameegemea tu kwenye kiti. Alikuwa amevaa ametupia fulani hivi, ametupia pensi, ametupia t-shirt fulani hivi na cheni fulani hivi, cheni likubwa hivi. Amepiga na kofia fulani hivi chepe, kapelo fulani hivi ya bapa hiyo. Nakwambia yuko pale anatazama tu, yani kama ana yani unajua kama ananipimia hivi. Nikimtazama hivi naona aibu naondoa macho. Nikajua leo hapa hawezi kuwa salama. Nikasema hebu ngoja, lakini ngoja sasa niendelee kufikiri. Nikaanza kuomba kimoyo pale kwa Mungu. Nikasema Mungu wangu niepushe na hili jambo. I don't know what I'm going to do. Sijui kabisa na kwenda kufanya nini. Mungu naomba unisaidie. Mwili wangu ulianza kutetemeka pale. Nilianza kutetemeka pale, msikilizaji. Mama mkwe aliviona niko pale nimesimama nataka kutoka, lakini naogopa huko natetemeka. Mama mkwe akaniambia hebu njoo hapa. Njoo kwanza, njoo ndani kwanza. Aliniita ili niweze kurudi kule. Sikujua alikuwa anataka kuniambia nini, lakini sura yake ilikuwa imebadilika sana. Akarudi na mimi mpaka kule chumbani. Wewe. Nakwambia hivi. Tumeongea nini hapa? Tumeongea nini hapa? Sasa naomba unisikilize. Bwana msikilizaji wa makala simulizi, hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Hebu bwana tukutane tuone mwendelezo bwana wa huyu mwanadada. Vipi, ni nini ambacho kitakachoendelea katika simulizi hii? Tukutane katika sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa na hii ni makala simulizi. Tukutane katika sehemu ya pili katika simulizi hii tujue ni nini mwendelezo. Je, Rollis anaweza kafanikiwa? Atapona? Au ni nini kitaendelea pale? Na huyu mama mkwe wake ni kitu gani anataka? Mbona mama mkwe wake kama anaonyesha kama ni mtu fulani hivi haeleweki hivi Anyway, kuna mambo mengi sana bado yamebakia. Karibu tukutane katika sehemu ya pili. Na kama wewe ni mgeni bado hujabonyeza neno subscribe chini ya video hii, basi bonyeza neno hilo ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Lakini pia vile uweze kupata simulizi zingine nyingi ambazo tutakazo kuwekea hewani. Bye bye. Tukutane katika sehemu ya pili.